Kwa jina naitwa Daniel Mfugale, ni mkurugenzi mkuu wa Peacock Hotel. Leo tuna jambo letu na tumetamani sana tuje tulidokeze kwenu. Tunaanza na safari mpya ya usiku wa Mtanzania ambayo ni safari ya chakula cha Kitanzania ama cha kikanda. Uongozi wa Peacock Hotel kwa furaha na heshima kubwa unatangaza kurejea rasmi kwa tukio maarufu la kijamii na kiutamaduni linalojulikana kama usiku wa Mtanzania. Tukio hili lilizinduliwa mnamo mwaka 2003 kwa mara ya kwanza na linarejea tena kwa nguvu mpya zaidi na miongoni ya linarejea kwa nguvu mpya zaidi ya miongoni ya miongo miwili baadaye. Limekuwa na sura pana ya kitaifa na mpangilio wa kikanda, huku likikazania urithi wa kipekee wa makabila mbalimbali ya Tanzania. Safari hii itaanza na kanda ya kati, yaani Dodoma, Singida na Tabora. Kauli mbiu yetu itakuwa ni jasiri haachi asili yake. Lengo letu kuu, usiku wa Mtanzania ni jukwaa la kipekee la kipekee la kuenzi, kuhusisha na kuonyesha utamaduni za makabila mbalimbali ya Tanzania kupitia chakula. Itakuwa kila Jumatano ya mwisho wa mwezi na kwa mara ya kwanza litafanyika mnamo tarehe 28 ya mwezi huu. Tunaanza na kanda ya kati, yani Dodoma, Singida na Tabora. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa tamaduni za Tanzania zinakuwa sehemu ya maisha ya kila siku, huku tukileta pamoja na jamii mbalimbali na kuonesha urithi wa Tanzania, wa taifa letu kwa ulimwengu mzima. Tukio hili litatoa fursa ya kuonesha picha kamili ya Tanzania inayojumuisha tamaduni, vyakula, mavazi na burudani zinazoletea utambulisho wa taifa letu. Vipengele vya usiku wa Mtanzania ni kama vifuatavyo. Itahusisha vyakula vya asili kutoka katika kanda za Tanzania. Yaani hapa tutazungumzia vyakula maalum kwa kila kanda. Kanda itakayohusika kwa kipindi kile, vyakula vyake ambavyo vinatoka kwenye kanda zile tutaviainisha. Kutakuwa na burudani ya muziki wa jadi, ngoma ya makabila. Muziki wa jadi na ngoma za makabila mbalimbali utaendelea kuwa sehemu muhimu ya tukio hili, ambapo makundi ya ngoma za Wamasai, Wanyaturu, Wazaramu na kabila zingine zitatoa burudani za kipekee kwa washiriki. Muziki wa ngoma hizi zitakuwa sehemu ya mafundisho ya kihistoria ya kuelezea ya kielelezo cha maisha ya jamii hizo. Maonesho ya mavazi ya asili yanayoakisi urithi wa kabila. Vitu vya mavazi vitawakilisha urithi wa makabila mbalimbali kutoka mavazi ya Wamasai, Wazaramu hadi mavazi ya kabila za Kizanzibari, yakionyesha uzuri na utofauti wa mifumo ya mavazi. Maonyesho haya yataonyesha jinsi mavazi yamekuwa sehemu ya utambulisho wa utamaduni wa kila kabila na jinsi yalivyohusiana na maisha yetu ya kila siku. Mpangilio mpya ama safari mpya ya kikanda. Kuanzia tarehe 28 Mei 2027, tukio hili litafanyika katika muktadha wa safari ya kitaifa kwa kugawanya Tanzania katika kanda 8. Kila kanda itaonyesha utambulisho wake kiutamaduni kwa njia ya vyakula, burudani, mavazi na utamaduni wa kipekee, ikiwa ni sehemu muhimu ya utambulisho wa taifa letu. Na kanda hizo 8 ni kama zifuatazo. Kutakuwa na kanda ya kati ambayo itajumuisha mkoa wa Dodoma, Singida na Tabora. Kutakuwa na kanda ya kusini ambayo itajumuisha mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma. Kanda ya kaskazini ambayo itakuwa ni Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Kanda ya nyanda za juu kusini ambayo itajumuisha mkoa wa Mbeya, Iringa, Njombe na Songwe. Kanda ya magharibi ambayo itakuwa ni mkoa wa Kigoma na Katavi. Kanda ya ziwa
ambapo hapa itajumuisha mkoa wa Mwanza, Mara, Kagera, Geita na Simiyu, na kanda ya Zanzibar ambayo ni Unguja na Pemba, pamoja na kanda ya Mashariki na Pwani, yani Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Kanda hizi zote zitaonesha tamaduni zake kwa njia ya vyakula vyake vya kiasili, mavazi yake ya kiasili na tamaduni zake katika namna ngoma inayochezwa na kila siku kwenye mikoa hizi na kabila zake. Na sababu kubwa ya kuweka hizi kanda, Tanzania sisi tuna kabila zaidi ya 123 kama sikosei. Tumeona kwa kuenda kwa mfumo wa kanda italeta mjumuisho kwa urahisi zaidi. Sasa mwaliko wa vyombo vya habari. Tunaalika vyombo vyote vya habari kushiriki katika uzinduzi huu mkubwa na wa awamu ya mpya ya Usiku wa Mtanzania. Tunaalika vyombo vyote vya habari kushiriki katika uzinduzi huu mkubwa wa awamu mpya ya Usiku wa Mtanzania. Vyombo vya habari ni washirika muhimu katika kueneza ujumbe huu wa uzalendo, utambulisho wa kitaifa na utamaduni wa kipekee wa Tanzania. Tunaomba waandishi wa habari na wataalamu wa vyombo vya habari kuchukua nafasi hii muhimu katika kufikisha ujumbe huu kwa jamii na ulimwengu mzima. Tamati. Watanzania wana historia, wana ladha na hadithi za kipekee. Usiku wa Mtanzania si tu burudani, ni harakati za kizalendo, ni daraja kati ya vizazi na ni tamasha la utambulisho wa taifa letu. Karibuni sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.